Mambo vipi? Mambo mazuri, namshukuru. Vizuri. Weekend imeendaje? Weekend imekwenda vizuri, nafikiri kila mmoja ameweza kuona namna ambavyo mambo yalivyokwenda. Mambo kidogo yako mazuri sana kwa 100% kwa sababu katika sakata ambalo lilotokea hususan katika football kila mmoja anajua. Kwa hiyo tunaweza tukasema imekwenda vizuri, yakwenda vizuri, lakini yote kwa yote tayari ndio ameshatokea, hakuna namna. Kakimbia. Yaani una maana gani ukisema tumekimbia? Simlikimbia dabi? Hatukimbia dabi. Mlikimbia. Tulichokuwa tunasema kwamba taratibu na kanuni zilizowekwa lazima ziheshimiwe. Na vijana nyinyi hamna historia vizuri kwa football kwenye nchi hii. Siwezi kuwalaumu sana waandishi kwa sababu ni umri. Kumbukumbu inanipa hii ni dabi inaweza kufika ya 4 au ya 5. Nianzie pale ambapo mimi niliposhuhudia 1992. Mechi ya dabi iliishia njiani. First half, second half Simba tukuingiza timu. Inakuwa dabi ngapi hiyo? Sema ya kwanza. Ya kwanza. Ya kwanza. Ukitoa dabi hiyo ya kwanza, kuna dabi ya pili ilikuja kuvunjika. Saidi Maulidi ya SMG alikuja kukamatwa kwenye kesi ya uraia. Yanga ina wachezaji 28 lakini kwa sababu wamekamatwa mchezaji mmoja tu. Watu walitoka katika shamba la uwanja wa Uhuru pale. Mwisho wa siku dabi ikafanyaje? Ikahailishwa. Ikaja dabi ya Afrika Mashariki na ya Kati. Simba na Yanga wanagombea mshindi wa 3. Watu wameshaka katika uwanja Benjamin Mkapa, ndani washaingia, waamuzi wameshafika. Yanga wanasema sisi hatuji kwa sababu kuna makubaliano tulikubaliana na shirikisho la soka la Afrika Mashariki na Kati kwa maana ya Sekafa. Yanga wakakosa kuingiza timu. 2021 Yeye tumeshuhudia wote. Nyinyi mmeshuhudia. Umeiona. 2021 Dar es Salaam Africans muda kutoka kwenye saa 1 kwenye saa 2 au saa 11 muda wa masaa na madakika Dar es Salaam Africans aligoma kuingiza timu na kweli hakuingiza timu. 24-25 Simba Sports hakuingiza timu. Lakini leo waandishi mmeshika tu katika vyombo vyenu vya habari Simba Simba. Haya mnayofanya waandishi yananikumbusha maneno ya mzee wangu Azim Deuji juzi tu aliongea. Wakati anaongea waandishi hamkutaka kumsapoti zaidi ya kumuonyesha vidole na kuona namna ambavyo alichozungumza kiko sawa sawa. Lakini hiki ndio ambacho kilichotokea. Kuna kauli ambayo Waswahili wanasema siku zote ukiwa unamfuga mbwa ndani ya nyumba unamlisha kila kitu. Siku ukawa unarudi katika nyumba yako mbwa uniyemfuga kila siku na kukubeba akaanza kukubwakia, kuna shida. Haya mambo kuna sehemu kuu 3 mpaka 4 lazima nizungumze. Na waandishi wa habari kwa sababu mmeamua kuja ofisini kwangu lazima mnipe time nipite kila sehemu niguse. Manake moja lazima nitaigusa Simba, la pili lazima niguse Dar es Salaam Young Africans, la 3 lazima niguse chama cha mpira wa miguu Tanzania kwa maana TFF, la 4 lazima tuiguse government. Hapa ndio mnapotakiwa waandishi wa habari kuwa wavumilivu. Sawa. Nakusikiliza. Moja isike lazima mtupongeze sana sisi mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba ambao wote waliokuepo katika maeneo katika uwanja Benjamin Mkapa katika hali ile iliyotokea bila kureact jambo lingine lolote. Simba tulikuwa wavumilivu. Si kana kwamba hatuwezi. Leo namna ambavyo wale wahuni, mimi nawaita wahuni, waandishi wa habari leo ni wakosoe na niwaombe jambo moja, msitumie neno komando. Komando ni cheo kikubwa kwenye nchi. Nacheka Mavara. Watumie nini sasa? Wahuni waliokuja kuzuia Simba isiende kufanya mazoezi siku moja kabla mchezo wao, wale wanaitwa wahuni, sio makomando. Makomando watu tunaoamini katika nchi ya salama, mnaenda kuwapa wale wahuni. Maana yake walichofanya wale wahuni wa nyuma mwiko, Simba wangeamua kureact nao kufanya kile ambacho wale walichofanya, maana yake amani ya nchi ingeenda kufanyaje? Ingepotea. Jana niliandika andiko katika akaunti yangu ya Instagram. Moja katika ile maandiko kuna mstari nimesema na nikauliza swali, Watanzania mnajua kwa nini Al Ahly ya Misri wanavaa namba 72 mgongoni wakenda kwenye mazoezi yao? Wengi maskini hawakujua. Lakini niwaambie Watanzania, sababu ya Al Ahly kuvaa namba 72 mgongoni kwenye mazoezi ni kumbukumbu kuwakumbuka mashabiki wao waliopoteza uhai katika mechi ya dabi Simba na Zamalek ya Misri. Na Zamalek ya Misri na Al Ahly. Zamalek ya Misri na Al Ahly.
Isike mashabiki 72. Moja katika kumbukumbu, nendeni. Leo ukifika katika klabu ya Misri, Al Ahly ya Misri, kwenye ukuta kuna majina 72 yameandikwa kwa jina ya Kiarabu kwa kukumbuka mashabiki wao waliopoteza uhai katika mechi za dabi za Simba, za Al Ahly na Zamalek ya Misri. Hapa nawakumbusha government, wasipuzia haya mambo, wasiadharau haya mambo. Unaweza ukaona amani ya nchi inatoweka kwa jambo dogo. Kile kilichotokea Al Ahly wakukubaliana nacho, miaka 3 baadaye Zamalek ya Misri, fujo unakuja kutokea tena, unapoteza mashabiki 20. Isike upo? Nipo komando. Mavara, mnisikilize. Nilikuwa mtulivu katika hili tukio, nilikuwa natafuta namna ambavyo njia gani inatakiwa nipite na sehemu gani nipeleke ujumbe. Leo hii jambo lile linatokea, kutoka pale kwenda moja ya sehemu ya usalama haifiki nusu saa. Jambo limekaa masaa 2, mlikuwa wapi? Mlikuwa wapi? Inasikitisha. Tumefika mahala Simba tumesema tumechoka. Leo hii sehemu ya pili, watani zangu hawanyuma mwiko. Wameweka press release, mnasema kwamba wachezi mechi nyingine dabi. Wamesema hakusema? Wametoka na masharti matatu. Masharti magumu. Mimi nataka kusimama hapa ambapo wamesema dabi tena wafanyaje? Waandishi nisaidieni, Dar es Salaam Young Africans, hamkuiona gari jana inakwenda Bunju? Tumeiona, ilienda. Dhamira nani yao wamesema wanakwenda kufanya nini? Kuchukua. Kuwafuata. Kipige. Mnakipiga vipi aliyakuwa washeka press release na dabi hawataki? Sike. Wanamtafuta mai wao. Sawa, sijakataa hadithi. Tayari watu hao, management hiyo ishasema wao hawachezi tena dabi na nani? Na Simba siku ya kwanza. Ya pili wanamka na basi wanatia wachezaji wanakwenda kumtafuta mai wao. Swali la kuuliza, dabi ipi aliyakuwa tayari wao washasema kwamba dabi wafanyeje? Hawachezi. Maana yake management haiko sawa sawa, ina shida. Klabu ya Yanga. Nasema wewe. Engineer Alikamwe. Arafati. Sisi Waislamu, niliwahi kusema, leo naendelea kusema. Moja, kuna suratul Kahfi. Mwenyezi Mungu anasema chini pale, la kumdinukum waliyadini. Isike una dini yako na Kisugu na dini yake. Lakini moja katika dini ya Kiislamu, Mwenyezi Mungu anasisitiza kupitia mtume wake, moja ya ujana, anatusisitiza kwenye ujana. Mbele ukisoma anasema ujana nusu ya nini? Ya uandazimu. Maana yake inawezekana kijana akasema leo, kesho akaja kubadilika alofanyaje? Alolisema. Mmeona mifano ndio mwanzo, mmenielewa vizuri? Mmekamata kodi hiyo? Unamaanisha nini kwamba kuna mtu kodi hiyo haifunguliwi. Kodi hiyo. Nakuelewa komando Kisugu, endelea. Kwa hiyo kuweni makini sana pinde ndapo vijana wanapoamua katika mambo yao, muwatathmini uwezo wao ukoje katika hilo. Lakini nikasema nitapita pia niwagusie Simba, alafu niwaachie ulingo waandishi muulize maswali yenu. Napongeza sana management ya Simba, imefika mahala imesema basi. Tumefanyiwa uwanja wa CCM Kirumba mjini Mwanza. Waandishi mlikuwa mashahidi. Tumefanyiwa mambo Azam Complex International Game. Simba tulikuwa pole na wanyonge, waandishi nyinyi mashahidi. Tukafanyiwa KMC, Ali Mzuri alikuwa shahidi. Ndugu yangu sababu namtaja na mweza unamudu. Simba tumefika mahala tumesema basi. Dhamira ya Simba, nia ya Simba management katika mambo haya mawili, moja kuheshimisha na kuonyesha watu thamani ya klabu ya Simba kwa ukubwa wake, lakini pili kutaka kujua hawa wahuni wanaofanya haya mambo nani anawatuma. Simba ni brandi kubwa. Simba moja ya vilabu bora katika vilabu bora barani Afrika.
Haiwezekani wauni 12, 13 wetu wanaamua, wanatoka nyumbani kwao wanazuia Simba sifanyike mazoezi, ila katika uwanja Simba sifanyike kweli mazoezi. Tumechoka na tunataka kujua nani anawatuma.